Marekani iko mbioni kupeleka makombora mapya huko nchini Ukraine. Nani amezungumza kauli hii na nani amethibitisha kauli hii? Basi nakusihi ya kwamba ungana nami mwanzo hadi mwisho, lakini nakumbusha kwamba kama bado hujajiunga nasi, sasa unaweza ukajiunga nasi kwa kubonyeza neno subscribe kama bado hujafanya hivyo, na kama tayari basi asante sana na karibu sana katika undani wa ripoti ya muda huu. Makamu wa rais kutoka nchini Marekani anayefahamika kama JD Vance amethibitisha Septemba 28 ya kwamba Marekani inatazamia kuipelekea Ukraine makombora mengine ya Tomahawk, kwani Moscow imeendelea kukataa mazungumzo ya amani ya pande mbili na tatu yaliyosimamiwa na Rais Donald Trump. JD Vance alisema, uliuliza swali hili kuhusu Tomahawk, ni jambo ambalo rais atafanya uamuzi wa mwisho juu yake. Kila ambacho rais atafanya ni kila ambacho kina manufaa kwa Marekani. JD Vance alisema hivyo akimjibu mwandishi wa habari kutoka Fox News. Inakumbukwa rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky alimuomba Trump kuipatia Ukraine makombora masafa marefu ya Tomahawk wakati wa mkutano na rais wa Marekani kando ya Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa Septemba 26 mwaka huu. Ukraine imeiomba mara kwa mara Washington kwa uwezo wa kufanya mgomo wa masafa marefu katika muda wote wa vita, lakini Marekani hadi sasa imekataa kutoa silaha kama hizo. Na JD Vance pia amesema ya kwamba licha ya kwamba Urusi inakataa mikutano ya pande tatu na rais wa Marekani Donald Trump na wawakilishi kutoka Ukraine, amedai makamu huyo ya kwamba Marekani amethibitisha kwamba bado Marekani pia inafanyia kazi swala hilo kuhusu kuona kitu gani ambacho pia kinaweza kufanyika zaidi, ambako inakumbuka Trump amezidi kuonyesha kutokuwa na subira na kasi ya mazungumzo ya amani ya Ukraine, ambako Kremlin inasema Kiev imedhihirisha yenyewe ya kuwa haipendezwi na amani kwa kushikamana na diplomasia megaphone na kupuuza mapendekezo ya makazi ya Urusi. Kwa bahati mbaya, kila ambacho wameona katika wiki kadhaa zilizopita, Warusi wamekataa kuketi na mikutano yoyote ya nchi mbili, na wa Ukraine ya Vance amekazia hivyo, na aliongeza kuwa Urusi imekataa kabisa kuketi na mikutano yoyote ya pande tatu ambapo rais au mwanachama mwingine wa utawala anaweza kuketi na Warusi na wa Ukraine. Japo msemaji wa Kremlin Bwana Dmitry Peskov yeye alisema ya kwamba mwaliko huo bado upo wazi kabisa kwa Trump, na Putin yuko tayari na atafurahi kukutana na rais Trump, na kisha yote atategemea uamuzi wa Trump. Hata hivyo, mkutano na kiongozi wa Ukraine Volodymyr Zelensky ungehitaji kwanza mazungumzo ya amani kufanya maendeleo. Moscow bado pia inakazia kuhusu swala hilo. Na hiyo ndiyo taarifa kubwa muda huu kuhusu kile ambacho pia kinajili huko vita Urusi na Ukraine, na kuahidi ya kwamba pia karibu sana pa baadaye kuhusu taarifa zingine ambazo nitakufahamisha siku ya leo kuhusu kinachojili huko Urusi na Ukraine na kimataifa kwa ujumla.